Uwepo wa Mungu katika maisha yetu ni jambo la msingi na la baraka. Na ningekuomba asubuhi ya leo, hakikisha unawekeza katika uwepo wa Mungu maishani mwako. Biblia inasema katika Zaburi, yale maji yalikuona yakaogopa mbele zako, e Bwana, yale maji yakakimbia mbele za uso wako. Na Mungu ametufundisha waziwazi asubuhi ya leo uwepo wa Mungu katika maisha yetu kwa njia ya sadaka. Wengine wanaamini juu ya baraka za Ibrahim, lakini uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu ni kwa njia ya sadaka. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu ni sadaka ambayo Mungu aliitoa ya mwana wa pekee anayeitwa Yesu Kristo. Na uwepo wa Mungu katika maisha ya kwako ni sadaka ya gharama ya Yesu kutoa uhai wake kwa ajili yako. Ndio maana leo tunaweza kutembea kwa neema kwa sababu ya sadaka za gharama zilizotolewa. How to connect with, namna gani unavyoweza kujiunganisha na neema ya Mungu na nguvu ya Mungu katika maisha yako? Simple, dhabihu na sadaka. Na ni kwa namna gani unashindwa kujiunganisha na Mungu? Ni kwa vile hata Mungu akikusemesha, shetani anakuja kuzuia moyo wako katika kutoa dhabihu na sadaka. Na kwa sababu hiyo umeingia kwenye hasara, umeingia kwenye madeni, umeingia kwenye visa vingi, kwa sababu Biblia inasema pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Ni kama vile tawi likikatwa kutoka kwenye mti likatenganishwa na mti. Tawi la mwembe haliwezi kuzaa lisipokuwa ndani ya mwembe. Na Yesu Kristo akasema, naam, baba yangu ni mkulima, mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima, na ninyi ni matawi. Kaeni ndani yangu, akae ndani yangu, na mimi ndani yake. Huyo huzaa sana. Kwa nini hauzalishi? Kwa sababu umekatwa kutoka kwenye mzabibu, umekatwa kutoka kwenye tawi, na uko out, unahangaika na vibajeti vyako. Mungu amekusemesha mara ngapi juu ya sadaka? Mungu amekusemesha mara ngapi? Siku moja niliendesha ibada hapa, nilipomaliza ibada nikasema kama hivi. Dada mmoja akatoka nje, alikuwa amekuja kanisani na gari yake mpya kabisa, Alphard nyeusi. Amekuja nayo kanisani kwa mara ya kwanza. Na nikazungumza hapa, na Mungu alikuwa amemwambia atoe sadaka ya gharama, lakini ndani ya ile ibada hakuwa ameaga nyumbani. Ni binti, hata hajaolewa bado, anatokea kwa wazazi wake, hajamuaga mama yake, amekuja na gari kanisani. Nilipomaliza ibada akaniita, akaja ofisini akaniambia, mchungaji, ibada hii ilikuwa ni ya kwangu na Mungu ameniambia nitoe sadaka hii kwa ajili ya kanisa. Hiyo gari nyeusi hata leo mchungaji Ana ndio anaendesha, na ni gari yetu pia kwa ajili ya shule. Hiyo gari Alphard nyeusi iko hapo nje. Alileta kanisani akaiacha. Hajamuaga baba yake na mama, ni binti. Akaniambia, nataka kuona uwepo wa Mungu katika maisha yangu. Only that. Ninavyoongea na wewe, Mungu amemuinua. Si tu hiyo gari ya Alphard aliyoleta hapa. Leo anatembelea gari ambayo ni zaidi ya gari ya milioni 300. Ni gari yake ya kutembelea. Mungu alimlipa ndani ya miezi michache, au kuisha mwaka, miezi michache. Mungu akamuinua, akabadilisha maisha yake. Mungu akamconnect. Leo anafanya kazi na biashara za kimataifa. Na hata leo sijui ameamkia nchi gani. Sijajua leo ameamkia nchi gani, ili mradi tu kila nchi alipo nipo na alipo madhabahu hii inahudumia dunia nzima. Yaani sijui leo ameamkia nchi gani, lakini Mungu alifungua fursa nyingi katika maisha yake. Uwepo wa Mungu. Na alikuwa anapitia magumu kazini, alikuwa na vita. Huyo Mungu alimpigania katika kila vita na alimuinua kila mahali, na watesi wake wakaona kwa macho Mungu akimbariki mbele za washindi wachache. Wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Sasa mimi sijawahi kujua Mungu amekusemeshaga nini. Mungu anasemaga na mioyo ya watu. Kuna mahali Mungu anataka kukufikisha. Nataka nikuhakishie, kuna mahali Mungu anataka uende. Huwezi kuzaa peke yako usipokuwa kwenye tawi la mwembe, kwenye tawi la mzabibu, kwenye tawi
mkorosho, ukikatwa ukatengwa na huo mti huwezi kuzaa. Sasa watu wengi wamejikata. Hata Kornelio aliposimama kaomba, asema dhabihu na sadaka zako zimesikika mbele za Mungu aliye hai. Na nataka nikuombe asubuhi ya leo, hakikisha kila mara, najua huku duniani nisikudanganye, hakuna vita kama kutoa sadaka. Hiyo ni vita kubwa sana. Kutoa sadaka ni vita. Unaweza kuweka nadhiri na shetani akakutoa out, akakutoa nje kabisa ya hiyo nadhiri, lakini ni ili apate kukushambulia. Sasa mimi nimeongea hapa na watu wachache ambao kwa kweli umepigwa mno. Umepigwa kwenye uchumi, umepigwa kwenye biashara, umekimbizwa, umepigwa kazini, umepigwa kwenye familia, umepigwa kwenye uzao, umepigwa sana. Kama huyu Moabu asiye na Mungu alipigwa, alafu akaamua kutoa sadaka, akashinda ile vita. Unangoja nini? Nini kinachokusababisha uendelee kupigwa namna hiyo? Kiroho chako kimepigwa, maisha yako yamepigwa, umepigwa na unajua kabisa nimepigwa. Dawa asubuhi ya leo ni kusimama na dhabihu na sadaka. Na sadaka ni sadaka. Sadaka ni sadaka. Mwanamke mmoja aliyekuwa anakula, alikuwa na mlo mmoja tu. Mwanamke mjane wa Sarepta alikuwa na mlo mmoja tu, ale akafe. Elia akaenda akamwambia, mama kanitengenezee mkate. Yule mama akaapa, akamwambia, kama Mungu wako aishivyo kabisa, sina kitu ila robo ya unga na ninaokota kuni 2, nikajipikie chakula changu mimi na mwanangu, tukale tukafe. Tukale tukafe. This is my last meal, last food. Chakula changu cha mwisho mimi na mwanangu tukafe katika njaa hii ambayo tuna miaka 3.5 mvua haijawahi kunyesha juu ya uso wa nchi. Elia akamwambia yule mama, enenda ukatoe sadaka kwanza. Katika hali hiyo hiyo kanitengenezee kwanza, maana Bwana Mungu asema lile pipa halitakwisha na ile chupa ya mafuta nayo haitaisha mpaka Mungu atakapoinyeshea mvua juu ya uso wa nchi. Yule mama akaenda akatengeneza, akamletea Elia, na ndipo Biblia inasema wakala kwa siku nyingi. Kwa nini? Uwepo wa Mungu uliingia kwenye nyumba ya yule mama kwa sadaka ya chapati aliyomtengenezea Elia. Na Biblia inasema si hivyo tu, haikuishia kula tu. Baadaye yule mtoto akapata shida ya ugonjwa, mtoto wa mjane akafa. Sadaka, uwepo wa Mungu. Elia akaenda akapiga magoti akamwambia Mungu, je, umemtenda mabaya mwanamke huyu mjane ninayekaa kwake hata ukamfisha mwanawe akafa? Ninaomba Mungu mrudishie roho ya mtoto. Biblia inasema yule mtoto akafufuka kutoka kwa wafu. Alikuwa ni kijana mvulana, akafufuka kutoka kwa wafu. Elia akamrudisha mtoto kwa mama yake, akamwambia mwanao yu hai. Kwa hiyo ni sadaka ya chapati. Oh my God, oh my God, oh my God. Nataka niseme nini? Nataka niseme jamani, katika maisha ya kawaida usijizuie kile kitu ambacho Mungu amekitamka kwako kama sadaka. Usisubutu kukizuia, kwa sababu kimebeba hatima yako, si tu kwa jambo moja, kimebeba hatima yako ya muda mrefu. Na ninajua asubuhi ya leo nimeongea na mtu mmoja ambaye amepigwa mno. Saa ya kwako ya kushinda katika hiyo vita, na Mungu atakushindia. Washindi wachache wangesema amina, na ungempigia Bwana wa Mwokozi makofi mengi. Akubariki Mungu Mwenyezi, wewe na sadaka yako aipokee kwake mbinguni, na akupiganie kila vita na kukushindia, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Na uuliza ndugu zangu wa praise